Mvutano unazidi kuendelea kati ya Umoja wa Ulaya dhidi ya Marekani, na ni katika kile ambacho Marekani inataka kutwaa eneo la Greenland. Umoja wa Ulaya umeonyesha mshikamano kwa upande wa Denmark na wanasema watalilinda eneo la Greenland, na hapo tayari kuona Marekani inalitwaa eneo hilo ambalo ni mali ya Denmark, kufuatia tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump la kuteua mjumbe wake maalum katika eneo hilo ili aweze kushughulikia mpango wa kulitwaa eneo hilo. Trump ameweka wazi kwamba analihitaji eneo hilo la Greenland kwa nguvu ama kwa namna yoyote ile, lakini mipango yake ni kulihitaji eneo hilo la Greenland. Hata hivyo, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ametangaza msimamo huo kupitia mtandao wa kijamii wa X na kueleza, tunaendelea kuwa katika mshikamano na Denmark na Greenland. Greenland ni eneo linalojiendeshea mambo yake katika ufalme wa Denmark. Mabadiliko yote ya hadhi hiyo ni ya kuamuliwa na watu wa Greenland na Denmark pekee. Kallas ameendelea kueleza katika ujumbe wake kuwa tunategemea washirika wetu wote kuheshimu mamlaka yao ya kujitawala na umoja na ardhi zao na kufungamana na ahadi zao za kimataifa zilizoainishwa pamoja na kwingineko katika mkataba wa Umoja wa Mataifa na mkataba wa NATO. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen pia ameunga mkono matamshi hayo, akisema usalama wa eneo hilo la Arctic unabaki kuwa kipaumbele muhimu kwa Umoja wa Ulaya. Katika ujumbe alioweka kwenye mtandao wa X, von der Leyen ameongezea kwa kusema, tunasimama kwa mshikamano kamili na Denmark na watu wa Greenland. Hayo yanajiri baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba Jeff Landry, gavana wa Louisiana, atahudumu kama mjumbe maalum wa Marekani huko Greenland. Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba Landry anatambua jinsi Greenland ilivyo muhimu kwa usalama wa taifa wa Marekani na ataendeleza kwa nguvu maslahi ya nchi hiyo ili kuhakikisha usalama wa shirika na ulimwengu mpana. Greenland ambalo ni eneo lake mamlaka ya kujiendeshea mambo yake chini ya utawala wa Denmark limevutia maslahi ya Marekani kutokana na nafasi yake ya kimkakati, kijiografia na utajiri wake mkubwa wa rasilimali za madini. Huko nyuma pia Trump ameshatangaza kuwa kuimiliki Greenland ni hitajio muhimu na la maana kwa usalama wa kiuchumi wa Marekani, akilinganisha na mkataba mkubwa wa mali isiyohamishika iliyopo katika eneo hilo. Zote mbili, Denmark na Greenland, zimekataa mapendekezo yoyote ya kuliuza eneo hilo, kutilia mkazo tena mamlaka ya utawala wa Denmark juu ya kisiwa hicho. Hata hivyo, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameelezea kwamba ameliteka eneo hilo la Greenland kwa sababu maalum hasa za kiusalama. Hata hivyo, Denmark imeapa kwamba Marekani kamwe haitachukua Greenland. Viongozi wa Denmark na wale wa kisiwa cha nchi hiyo kinachojitawala chenyewe cha Greenland wamesisitiza kuwa Marekani haitochukua eneo hilo na kuitaka kuheshimu hadhi na mipaka inayotambuliwa kimataifa. Matamshi ya viongozi hao yanafuatia hatua ya Donald Trump kutaka kuichukua eneo la Greenland. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen na mwenzake wa Greenland Jens Frederik Nielsen wamesema kwenye tamko la pamoja Jumatatu kuwa kisiwa hicho kamwe hakitokwenda mikononi mwa Marekani na kupuuza mbali hoja za Washington kuhusu suala la usalama. Trump amesema mara kadhaa kwamba angetamani Marekani ikanyakue kisiwa hicho kwa sababu za kiusalama, matamshi ambayo mara zote yamezusha ukosoaji mkubwa kutoka kwa Denmark iliyo mshirika wa Washington. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News.